Ndoto ya kila mfugaji ni kuona kuwa mifugo wake wamepata malisho bora pamoja na maji ya kutosha licha ukame sugu unaosababisha njaa katika maeneo mbalimbali humu nchini. Jambo ambalo sasa limewapelekea mamia ya wafugaji kutoka kaunti ya Laikipia kuhama maskani yao katika eneo la Doldo kwa madhumuni ya kupata lishe na maji ya mifugo wao. Juhudi ambazo zilionekana kuambulia patupu baada ya maafisa kutoka katika kitengo cha GSU kuwafumania wafugaji hao mapema hii leo na kuwatimua. Naambia tuhame na hakuna bali tunahamia, sisi kwa Kenya. Hata leo tuliamkiwa hapa asubuhi. Leo. Tuhame tena kwa wapi? Kwa hapa. Sinaongea tunasema hii ng'ombe yote tutapeleka kwa DC basi. Sio kama DC hapa anajua sisi tutapeleka. Mmoja wa wafugaji hao kwa jina John Masai hata hivyo analilia hasara mara mbili, kwani anadai kuwa vyumba vyao viliteketezwa moto na maafisa hao wa GSU. Masai vile anadai amewapoteza zaidi ya ng'ombe 70 pamoja na mbuzi kadhaa kutokana na ukame unaoshuhudiwa. Serikali tasaidia mimi, sababu sisi tunapata shida sana. Ng'ombe 19 imekufa. Kama nawasikana hata kwa serikali, at least hata asaidia sisi kununua hata hii ng'ombe goi. Hata kama atachukua baada ya 1 week akuja alipe watu ni sawa tu, kwa badala akufe peke yake. Kwa sasa wafugaji hao wanaendelea kuwalisha mifugo wao kando ya barabara ya Nyeri kuelekea Nanyuki, huku wakisubiri serikali iwasaidie. Huko hayo ya kijiri, watu 5 wameuawa huku wengine 3 wamejeruhiwa vibaya katika shambulizi la kigaidi katika eneo la kibiashara la Duse, kaunti ya Isiolo. Kulingana na maafisa wa polisi, 4 kati ya waliouawa ni majambazi. Kamanda wa polisi kaunti ya Isiolo Charles Ontita anasema polisi 3 wa akiba walijeruhiwa wakati wa makabiliano. Wezi hao wa mifugo ambao wanaaminika kutoka kaunti ya jirani walitoroka na mamia ya mifugo kabla ya kukabiliana na maafisa wa polisi. Hassan Farah, Nipashe Wikendi, Nairobi.